الحمد لله رب العالمين يا الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحمده حمدا ممدودا مداه، وأوحده كما وحده الأواب. محمد بن عبد الله لولا نوره ما خلق أبوه عبد الله. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الله. ثم الصلاة والسلام ثانيا على علم منقول من اسم مفعول مضاعف العين، محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجاب يعود من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. ثم أما بعد yakumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzitaka ziada za kheri zimwendee mtukufu wa daraja na si mwingine ni Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ayuha almu'minuna alkiram, usikum wa usi nafsi awalan bitaqwa Allah ta'ala wa ta'atihi, faqad faza almuttaquna haythu qala inna lilmuttaqina mafaza, wa qala aidan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, Allah akiweka taufiki yake leo tumeonelea tuzungumze jambo muhimu miongoni mwa mambo muhimu mno, hususan katika miezi hii ya Shawwal, miezi ambayo imetutengeneza vizuri miezi iliyopita nyuma kwa mfungo wa Ramadhan, mfungo ambao ilikuwa kila mtu ana shauku, ana himma ya kuonesha funga yake inakubalika vizuri zaidi kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa kuna maisha baada ya mfungo huo wa Ramadhani, maisha ambayo yanahitajia usafi wa mwanadamu, kuanzia ile shakhsia yake, ile physical appearance, muonekano, lakini kuna kitu kinaitwa nadhafatul qalbi, usafi wa moyo, nadhafatul lisan, usafi wa ulimi, nadhafatul batni. Almradi kwamba tunakusudia nadhafatul jawarihi, usafi wa viungo vyote vya mwanadamu. Lakini mwanadamu malengo ya kuumbwa ni takwa. Ndio maana tulitanguliza usikum wa nafsi awalan bitaqwa Allah ta'ala wa ta'ati.
Ndugu zangu, ukifuatilia vizuri hata usafi ambao tunauzungumza, basi alaka yake itakuwa ni kutengeneza uchamungu. Ukifuatilia vizuri, tumezungumza funga anifa, basi alaka yake itakuwa ni kutengeneza uchamungu. Ukifuatilia vizuri, hata nyinyi mmekuja kusali, alaka yake itakuwa ni uchamungu. Lakini swali litakuja, kwa nini hatufiki katika uchamungu? Inawezekana moja ya sababu zipo ambazo zinatufanya sisi tukose kitu kinachoitwa uchamungu. Kwa uchamungu huo, na kwa kuwa sisi tunautaka uchamungu, basi tega sikio lako vizuri, ili mradi ufikie katika uchamungu. Kabla ya kuingia katika mada yangu, zamani sisi tulikuwa tunasema, na jambo hili mpaka wanachuoni walikaa wakalizungumza, wakalitolea fatwa. Walikuwa wanasema khutba kwa madhahibi ya al-Imam Shafi'iyya inatakiwa iwe kwa Kiarabu, miongoni mwa masharti wa antakuna bil arabia. Wanachuoni wakasema kufanya tarjama kwa jitihada zao, wanachuoni wakaona ni vizuri, kwa sababu kuna watu hawaelewi kile kinachosemwa. Kwa hiyo mtu afanye hutuba kwa mujibu wa lugha yake na watu wake wanaomsikiliza, kwa lengo kwamba ukizungumza Kiarabu katika hutuba na watu hawaelewi Kiarabu watalala. Katika ulimwengu wa sasa, wanachuoni wamejitahidi, wakasema hutuba zifanye Kiswahili. Kweli zinafanywa hutuba za Kiswahili, lakini mbona watu wanalala? Lengo si ilikuwa kwamba watu waelewe kinachosemwa ili wasilale kwa sababu ya kutoelewa lugha ya Kiarabu. Kwa nini watu wanalala katika hutuba ambayo inafanya Kiswahili? Basi hata hizo hutuba zenyewe tunazohutubiwa hatuzipendi. Kama haupendi hata hiyo hutuba ya Kiswahili ambayo unahutubiwa, utapenda nini ndugu yangu katika imani? Hapo tunapata jibu kwamba unahitajika usafi katika moyo wako. Tunapata jibu kwamba unahitajika usafi katika mwili wako. Ndio mada yetu ya leo, ni usafi. Tunapozungumza usafi, tunasema, tunauliza ma huwa nadhafa. Usafi ni kitu gani? Moja kwa moja tuchukue fasiri ya wanasaikolojia. Wanasema usafi ni ule wepesi wa kuondosha yasiyofaa katika sehemu husika pale tu zinapojitokeza sababu zake, na kuviweka vitu katika sehemu yake husika. Huo ndio usafi. Lakini uondoshaji huo husababishwa na ladha anayoipata mtu katika usafi, au maumivu ambayo anayapata mtu katika uchafu. Yaani mtu akipata ladha ya kujipulizia perfume, ataona vizuri ile perfume aipulizie kanzu ambayo imefuliwa, sio kanzu inanuka alafu aitie perfume. Kwa hiyo ladha ya perfume, ile harufu nzuri ya perfume inaendana na kanzu iliyokuwa safi. Lakini maumivu ya uchafu ndo ambayo atamfanya mtu aende kuifua nguo baada ya kuwa akikaa na wenzake, mbona huyu nguo zake zinanuka. Usafi.
ukipanua maana katika kustafsiri maana, utakuta katika msamiati ambao tumeusema ni ile haraka ya kuondosha uchafu pale tu mtu anapohisi kwamba kachafuka. Kwa maana kinachokusudiwa katika usafi, mtu anapohisi uchafu anatakiwa pale pale aondoshe uchafu ule. Huyu atahesabika kwamba yeye ni msafi. Kanzu ikichafuka ukachukua jukumu la kuondosha uchafu ule pale pale, wewe unahesabika kwamba ni msafi. Kile kitendo cha kukaa na kuacha nguo yako chafu, baada ya siku 2 ndio ukaja ukaisafisha, wewe unaonekana ni mchafu. Mfano huo huo ingiza katika moyo. Mtu anapokerwa, mtu anapoudhiwa, yani katokea mtu kakukera au ametokea mtu akakupa maudhi, yale maudhi ambayo yamekukera, usipoyaondosha pale pale, wewe unahesabika kwamba ni mchafu. Na yakiendelea kukaa katika moyo wako yale maudhi, unakwenda kuudhuru moyo na mwili pia.